Mpendwa mtazamaji, jioni ya leo na kusalimu katika jina la Yesu. Majina yangu ni Kasisi Isaac Karevi. Ninahudumu na kanisa la AIC. Tuko pale Langas, karibu na soko, na nashukuru Mungu kwa sababu anatupenda. Jioni ya leo nataka kukaribisha kwa wazo la jioni. Naamini ya kwamba Bwana atatubariki, na kushukuru sana kwa sababu ya kuchukua nafasi hii ili uweze kusikia kutoka kwa Bwana. Bwana ako na mpango mzuri juu ya maisha yako na angependa kunena pamoja na wewe. Kwa hivyo nakukaribisha na naamini ya kwamba Bwana ataenda kutubariki jioni ya leo. Naomba tuombe pamoja mpendwa. Mungu wetu, katika jina la Yesu na kushukuru Bwana kwa sababu ya mtazamaji wangu. Umemlinda, umemhifadhi mchana mzima Bwana. Na imefika jioni nyingine Bwana ambapo tunataka kusikia kutoka kwako. Tunaomba Bwana ya kwamba neno lako liweze kunena pamoja nasi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi mpendwa msikilizaji, jioni ya leo niko na ujumbe ningependa kuongea na wewe, na naamini ya kwamba Bwana atakutenda mema. Ningeongea kuhusu urejezo, na hasa kurejezwa kwa mioyo ambayo imevunjika, restoration of a broken heart. Kuna watu ambao jioni ya leo wamevunjika moyo kwa sababu ya jambo moja ama lingine. Jioni ya leo nataka kuongea na wewe na naamini ya kwamba Bwana atakurejeza. Jioni ya leo neno letu litatoka katika kitabu cha Luka mlango wa 24 kuanzia mstari wa 13 hadi 35. Luke chapter 24 from verse 13 to verse 35. Na kwa sababu ni mrefu sana, ningependa tu nielezee, na naamini ya kwamba Bwana atatubariki. Nisome mstari wa 13, inasema ya kwamba natazama siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kwa mwendo wa saa 2. Na mstari wa 14 nasema nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Basi mpendwa mtazamaji, huu ni wakati ambapo Yesu Kristo alisulubiwa pale msalabani, na baada ya kusulubiwa pale msalabani Yesu Kristo akafufuka, na kuna mambo mengi sana ambayo yaliendelea katika hicho kipindi baada ya Yesu Kristo kushikwa na kusulubiwa na akawekwa kaburini. Kuna mambo mengi sana ambayo yalitukia, na tunapowaza kuhusu wanafunzi wa Yesu Kristo wakati huu, tunaweza tukasema ya kwamba huu ulikuwa wakati wao ambao walikuwa chini sana. This was their lowest point kwa sababu ya matukio ambaye yaliendelea. Tunapoangalia hawa wanafunzi wawili ambao wametajwa mahali hapa, ambao walikuwa wakitoka Yerusalemu wakielekea katika kijiji ambacho kilikuwa kinaitwa Emau, inatupea picha ya vile ambavyo hali ambayo wanafunzi walikuwa wanapitia. Biblia inasema ya kwamba hawa watu walikuwa wanaenda wakiongea, na maongezi yao yalikuwa yapi? Maongezi yao walikuwa wanaongea kuhusu jinsi ambavyo Yesu Kristo alishikwa, walikuwa wanaongea kuhusu vile ambavyo Yesu Kristo aliteswa, walikuwa wanaongea kuhusu vile ambavyo Yesu Kristo alisulubiwa msalabani, walikuwa wanaongea kuhusu vile ambavyo Yesu alikata roho akafa, walikuwa wanaongea kuhusu vile ambavyo Yesu Kristo aliweza kuzikwa, na pia walikuwa wanaongea kuhusu Yesu mwili wake ambao ulikuwa unakosekana kaburini. Ya kwamba Yesu Kristo, watu walienda kaburini na hawakupata mwili wa Yesu. Kwa hivyo walikuwa katika hali ambayo ilikuwa ngumu katika maisha yao. Hawa watu ni watu ambao walikuwa na matumaini makubwa sana na maisha ya Yesu. Walikuwa na tumaini ya kwamba huyu Yesu Kristo, yeye ndiye atakaye kuja kuwakomboa kutoka kwa taifa la ambalo ufalme ambao ulikuwa na watawala wa Kirumi. Walidhania kwamba Yesu Kristo anakuja kuwa mfalme, na kwa hivyo ndoto zao zilikuwa zimekatizwa na matukio ambao yalikuwa yanaendelea wakati ule. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaongea wakiwa barabarani kuhusu matumaini ambao hayakutimia. Watu walikuwa na matumaini makubwa sana kupitia kwa Yesu Kristo, lakini matumaini yale hayakutimia kwa sababu Yesu Kristo, matukio mengi yalikuwa yamekwisha kutendeka katika maisha yake. Hawa watu walikuwa they were disappointed, they were lonely, they were confused, they were sad, they were angry. Hawa watu walikuwa wamevunjika moyo, walikuwa na upweke. Hakuna mtu ambaye alitaka kujiitanisha na wao. Hawa watu walikuwa na huzuni, na zaidi ya yote walikuwa na uchungu katika maisha yao. Walikuwa na hasira. Ukiangalia majadiliano yao na Yesu hapo chini, Biblia inasema ya kwamba Yesu aliwatokea na akaanza kuongea nao, akawauliza swali, ni mambo gani hayo msemayo? Jinsi ambavyo walimjibu inaonyesha ya kwamba walikuwa watu ambao walikuwa na ghadhabu, na walikuwa na uchungu, na walikuwa na hasira. Walimuuliza swali, kwani wewe ni mgeni peke yako Yerusalemu? Walishangaa, huyu anatuuliza swali gani? Kila mtu anajua mambo ambayo yalitokea. Kila mtu aliona haya mambo yalitokea hadharani.
Wakamuuliza, wewe peke yako ni mgeni Yerusalemu, hujui kitu yenye inaendelea? Kumaanisha inaonyesha kwamba walikuwa na uchungu fulani katika maisha yao kwa sababu ya matukio ambao walikuwa wanapitia. Hawa watu walikuwa wanatoka Yerusalemu wakielekea Emau. They left Jerusalem to escape the sad happenings in Jerusalem. Walitoka mahali pale, walikuwa wakitorokea, walikuwa wakiondokea mambo ambayo yalitendeka pale Yerusalemu. Na walikuwa wameishanamisha nyuso zao, walikuwa wamejifunika kwa sababu ya mambo ambayo walikuwa wanapitia. Na wakati Yesu aliwatokelezea, hawakumtambua. Wapendwa, hawakujua ya kwamba ni Yesu. Wakati mwingine huzuni inapotugubika, wakati mwingine changamoto zinapokuja katika maisha yetu, zinatufunika kiasi ya kwamba hatuwezi kumtambua Mungu wala kutambua matendo yake katika maisha yetu. Wakati mwingine watu wanapitia changamoto, hata wanajiuliza kana kwamba bado Mungu angali anafanya kazi katika maisha ya watu. Jioni ya leo nakuja kutia moyo, ni kuambia kwamba tuko na Mungu ambaye anarejeza mioyo ambayo imevunjika, mioyo ambayo imekata tamaa. Tuko na Mungu ambaye anairejeza. Wakati Yesu Kristo alipotokea na akaanza kutembea pamoja na hawa watu, nashukuru Mungu kwa sababu alijiunga na mazungumzo yao na akawauliza swali, ni mambo gani hayo ambayo mnasema jioni ya leo? Wapendwa, uwepo wa Mungu unarejeza mioyo ambayo imevunjika. The presence of God restores broken hearts. Yesu Kristo alijua kwamba hawa watu wako na uzito. Alijua kwamba hawa watu wamevunjika moyo. Alijua kwamba hawa watu wanapitia kipindi kigumu. Alijua kwamba maisha ya hawa watu wakati huu haina furaha yoyote. Na kwa hivyo Yesu Kristo akaungana pamoja na wao. Nataka kukuombea kwamba Yesu Kristo akutembelee katika hali yako. Yesu Kristo ashuke katika mambo ambayo unapitia. Hiyo njia jembamba, hiyo njia panda ambayo unapitia siku ya leo, Bwana, ni ombi langu ya kwamba Yesu ataungana pamoja na wewe. You need the presence of God in order to be restored. Unahitaji uwepo wa Bwana mpendwa, ili uweze kurejezwa katika jina la Yesu Kristo. Yesu alishuka na akatembea pamoja na wao. Na hawa watu walimsikiliza, walifurahia wakati Yesu Kristo alikuwa akiongea pamoja na wao. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba mpaka ikafika mahali wangeachana, wakamwambia tafadhali enda pamoja na sisi, kwa sababu walifurahia uwepo wake. Uwepo wa Bwana ukishuka katika maisha yako, Bwana mpendwa, Bwana atakurejeza. Uwepo wa Bwana ukishuka katika shida zako, mpendwa, utaanza kupata matumaini katika maisha yako. Tunahitaji uwepo wa Bwana katika familia zetu, tunahitaji uwepo wa Bwana katika kazi zetu, unahitaji uwepo wa Bwana hata wewe ambao umelala kitandani, wewe ambaye hujihisi vema katika maisha yako. You need the presence of God, kwa sababu uwepo wa Bwana ukishuka katika maisha yako utakupea matumaini mapya. The presence of God is able to restore those who are broken in their hearts, wale ambao wamevunjika katika mioyo yao. Uwepo wa Bwana unaleta urejezo. Jambo la pili ambalo tunajifundisha katika sehemu hii ni ya kwamba, jambo la kwanza ni ya kwamba the presence of God restores broken hearts, ya kwamba uwepo wa Mungu unarejeza wale ambao wamevunjika moyo. Jambo la pili ambalo tunajifundisha ni ya kwamba the word of God brings restoration, ya kwamba neno la Bwana linaleta urejezo. Yesu Kristo ukisoma kuanzia mstari wa 25 hadi 27 ni ya kwamba aliwaelezea, aliwafafanulia maandiko. Aliwaanza kuambia ya kwamba nyinyi hamuelewi ya kwamba ilimpasa huyu Yesu Kristo aweze kupewanwa kwa mikono ya mataifa, na ya kwamba asulubiwe afe ili aweze kuokoa ulimwengu. Na wakati alikuwa anaongea nao, Biblia inasema ya kwamba hawa watu mioyo yao ilikuwa inawaka, ilikuwa inachomeka. Wakati Yesu Kristo alikuwa anawafunulia maandiko, mioyo yao ilikuwa ndani yao inawaka moto, kwa sababu neno la Bwana liko na nguvu, wapendwa. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba neno la Bwana linarejeza watu. He revealed the truth unto them. Aliweza kuwafunulia ukweli. Hawa wapendwa hawakuwa wanaelewa maandiko vizuri, lakini aliweza kuwafunulia. Na kwa hivyo wapendwa, tunapaswa kusoma neno la Bwana wakati tumevunjika moyo, wakati tumekata tamaa. Tunapaswa kusoma neno la Bwana. Ukisoma verse 32 inasema ya kwamba mioyo yao ilikuwa inawaka, inawasha ndani yao kwa sababu ya neno la
la Bwana, wale ambao wamefika mwisho, tukisoma neno la Bwana linatupa matumaini mapya, linatupa mwongozo mpya katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea mchana wa leo ya kwamba neno la Bwana lipate nafasi katika maisha yako. Mpendwa, soma neno la Bwana. Mpendwa, tafakari neno la Bwana. Mpendwa, weka neno la Bwana katika moyo wako, kwa sababu neno la Bwana litakurejeza. Wewe ambao umefika mwisho, wewe ambao umekata tamaa, wewe ambao umekosa matumaini, neno la Bwana litakurejeza. Neno la Bwana litakupa matumaini mapya. Tusome neno la Bwana. The word of God has power. Neno la Bwana liko na nguvu, linabadilisha maisha ya watu, liko na pumzi ya Mungu. Hili neno la Bwana linasababisha watu ambao si wa maana waweze kuwa wa maana. Linasababisha watu ambao wamefika mwisho wapate mwanzo mpya. Wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ya kwamba tufanye neno la Bwana liwe rafiki yetu. Shetani analeta mambo mengi ambaye anatufuatoa katika hatupati nafasi ya kusoma neno la Bwana, lakini ni vizuri kutenga muda wetu na kusoma neno la Bwana, kwa sababu liko na nguvu ya kuturejeza, liko na nguvu ya kuleta matumaini katika maisha yetu. Hawa wapendwa walitamani ya kwamba Yesu Kristo aendelee kunena pamoja na wao. Walitamani azidi kuzungumza pamoja na wao. Na kwa hivyo hata ilipofika mahali pa kuachana, wakamsihi ya kwamba aende pamoja na wao. Neno la Bwana, wapendwa, tunapoomba na kulisoma na kuliweka ndani yetu na kulitafakari na hata kuweza kumemorize na hata kuweza kuliweka katika matendo, hili neno la Bwana linarejeza mioyo ambayo imevunjika. Ninakuombea kwamba Bwana aweke hamu ya neno lake katika maisha yako. Na kuombea kwamba Bwana aweze kukusaidia uweze kusoma neno. Siku isipite mpendwa kabla haujasoma neno la Bwana. Siku isipite kabla haujachukua neno la Bwana na kuweza kusoma, ili usikie ni nini ambaye Bwana ananena na wewe kupitia katika neno lake. Bwana anaponena, maisha yanabadilika. Watu wanapata matumaini mapya. Watu wanapata nguvu mpya. Watu wanapata mwelekeo mpya, kwa sababu hili neno la Bwana liko na nguvu, ni pumzi ya Mungu. Jambo lingine ambalo tunajifundisha ni ya kwamba kumtambua Yesu inaleta urejezo. Recognizing Jesus brings restoration. Biblia inasema ya kwamba walipofika nyumbani, ya kwamba Yesu Kristo waliandaa chakula, na Yesu Kristo akachukua mkate, akauvunja, akawapea. Na walipokula ule mkate, macho yao yakafunguliwa, wakamtambua, wakagundua ya kwamba kumbe huyu ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo wapendwa, tunapomtambua Yesu ni ya kwamba tunapata urejezo katika maisha yetu. Hawa wapendwa walirejea Yerusalemu, walipata nguvu mpya ya kurudi Yerusalemu. Biblia inasema ya kwamba kutoka Yerusalemu kwenda Emmaus ilikuwa mwendo wa siku moja. Na hawa watu walitembea mchana mzima wakafika kule Emmaus. Na baada ya Yesu Kristo kujidhihirisha kwao, when they recognize that it was Jesus, walipata nguvu mpya, walipata furaha, walipata amani. They were filled with joy and excitement, kwa sababu Yesu Kristo alijifunua katika maisha yao. Ninakuombea jioni ya leo ya kwamba Yesu Kristo ajidhihirishe katika maisha yako, kwa sababu wakati Yesu atajidhihirisha, huzuni yako itaondoka, uzito katika moyo wako utaondoka. Mambo ambayo unapitia katika maisha yako, Yesu Kristo akijidhihirisha ataleta matumaini mapya katika maisha yako. Nakumbuka wakati ambapo Yesu Kristo alipofufuka, Petro ambaye alikuwa amezoea kukaa na Yesu, na sasa ikafika mahali ambapo Yesu Kristo alikuwa akija mara moja na anaondoka, alikuwa akiwatembelea na anaondoka katika uwepo wao. Petro akaambia wanafunzi wengine katika John chapter 21 ya kwamba mimi ninaenda kuvua samaki. Na kwa sababu Petro alikuwa kama kiongozi, wale wengine nao walikuwa wanamfuata, wakasema hata sisi tunaenda pamoja na wewe. Wanafunzi 7 wakaenda kuvua samaki. Na Biblia inasema ya kwamba usiku kucha walifua, lakini hawakupata samaki yoyote. Na Yesu Kristo akaja asubuhi, alijua kwamba wamehangaika usiku mzima. Akaja asubuhi akawauliza ya kwamba mmepata samaki yoyote? Wakasema tumevua usiku mzima na hatujapata chochote. Yesu Kristo akawaambia kwamba rudisheni nyavu zenu mwende mkavue samaki. Na waliporudisha, Biblia inasema ya kwamba samaki walikuwa wengi sana. Na mwanafunzi ambaye anaitwa Yohana akamtambua, akaambia Petro ya kwamba ni Yesu. Na wakati Petro alisikia ni Yesu, akaruka baharini, akakimbia, akaenda mpaka kwa Yesu Kristo. Wakati Yesu alishuka, mambo yalibadilika. Wakati Yesu alishuka, samaki ambao hawakuweza kupatikana usiku mzima wakapatikana asubuhi. Watu ambao walikuwa wamechoka, wamekata tamaa, wako na njaa, wakati Yesu alishuka, Biblia inasema ya kwamba walikuta amewaandalia chakula. Walikuta pale mahali ambapo Yesu alikuwa, kulikuwa na mkate ambao ulikuwa motoni ukiiva.
akawaandalia wakala. Wapendwa, Yesu Kristo ukishamtambua Yesu Kristo, akishajidhihirisha katika maisha yako, haijalishi ni hali gani ambayo unapitia, mambo yatabadilika. Ninakuombea katika jina la Yesu, akutembelee katika hiyo nyumba yako, akutembelee katika hicho kitanda cha ugonjwa, akutembelee katika hiyo biashara yako. Ninaomba ya kwamba Yesu ajidhihirishe katika maisha yako, kwa sababu Yesu Kristo akijidhihirisha ni lazima ataleta urejezo. Haijalishi umeugua kwa muda gani, haijalishi umeteseka miaka mingapi, Yesu Kristo akijidhihirisha katika maisha yako ni lazima urejezo upatikane katika jina la Yesu Kristo. Biblia inanifurahisha sana ya kwamba hawangeweza kuvumilia kukaa pale. Ilibidi watoke, warejee Yerusalemu. Wakashika safari nyingine kurejea pale Yerusalemu. Walitoka Yerusalemu wakiwa na habari mbaya ya kwamba Yesu Kristo hayuko kaburini na hawajui mahali mwili wa Yesu Kristo umewekwa. Walitoka Yerusalemu wakiwa wameinama, nyuso zao zimeinama, mioyo yao imeinama. Walitoka Yerusalemu wakiwa na huzuni mwingi, walikuwa na uzito wa moyo, walikuwa wamekata tamaa, walikuwa wakiondokea hali ile ambayo ilikuwa pale Yerusalemu, walikuwa wakiondokea story ambazo watu walikuwa wanaongea Yerusalemu. Lakini baada ya kukutana na Yesu, walikuwa na ujasiri wa kupeleka habari njema ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Wakarejea mahali pale wakiwa na furaha, wakiwa na mioyo ambayo imejaa matumaini, kupeleka habari kwa wanafunzi, kuambia kwamba Bwana amefufuka na tumemuona. Ninakuombea ya kwamba Bwana ajidhihirishe katika maisha yako. Umepitia katika mateso, umepitia katika machungu mengi, umepitia katika hali ngumu. Siku ya leo neno la Bwana linatuambia kwamba Yesu Kristo akijidhihirisha katika maisha yetu, haya mambo yote yatafika mwisho katika jina la Yesu. Na ninaamini ya kwamba kuna mtu ambaye Bwana anataka kutembelea siku ya leo. Naamini ya kwamba Bwana anataka kujifunua na kujidhihirisha katika maisha ya mtazamaji siku ya leo. Mpendwa, nataka ushike hatua ya imani na uamini ya kwamba Yesu Kristo atajidhihirisha katika maisha yako. Sio mapenzi ya Yesu uendelee kuwa na huzuni. Sio mapenzi ya Mungu ya kwamba uendelee kulia. Yesu Kristo hataki uendelee kuinama mpendwa. Yesu Kristo hataki uendelee kuteseka. Bwana anataka kubadilisha machozi ya huzuni akupe machozi ya furaha. Bwana anataka kubadilisha kilio chako kiweze kuwa kufurahi katika jina la Yesu. Mpendwa, ninakumbuka siku moja Nehemia alienda kujenga ukuta wa Yerusalemu, na pale Yerusalemu watu walikuwa wanaishi katika hali ya huzuni, hali ya kusononeka, hali ya masikitiko. Lakini wakati Nehemia alifika mahali pale, akaambia watu ya kwamba inukeni tujenge ukuta. Baada ya siku 52 watu walishangilia pale Yerusalemu, na watu wa Injili wakasema ya kwamba hiyo ni sauti ya watu ambao wanashangilia kwa sababu ya furaha. Baada ya siku 52 maisha ilibadilika Yerusalemu. Kilio kikabadilika, watu wakawacha kulia, wakawa na furaha. Mpendwa, ninakuombea kwamba Bwana abadilishe kilio chako, akupe furaha katika maisha yako katika jina la Yesu. Inua mkono wako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, namuombea mpendwa msikilizaji ya kwamba Bwana uweze kuleta urejezo katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Msikilizaji mpendwa, Mungu akubariki jioni ya leo.